Kiunganishi cha Mungu na mwanadamu ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, tuangalie ni kitu gani ambacho kinamuunganisha Mungu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana tumekuwa hatutaki kutengeneza mahusiano binafsi na Mungu. Tumekuwa tukitegemea watu wao ndio wawe viunganishi vyetu sisi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kitu kibaya, kwa sababu Mungu amewaweka watu kwa ajili ya kutusaidia sisi tuweze kujenga mahusiano yetu na Mungu, lakini hajawaweka hao watu ili waendelee kuwa ni viunganishi vyetu sisi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wanatusaidia, wanatuletea Injili, wanatuhubiria Injili. Tukishampokea Yesu, wajibu wao ni kutudirect sisi kwa Yesu, ili sasa kiunganishi chetu sisi kiwe ni Yesu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwe ni Yesu na Mungu. Tunaona kwamba zamani katika Agano la Kale ilikuwa hakuna uhusiano direct kati ya Mungu na mwanadamu. Hakukuwa na uhusiano direct. Mungu pale kulikuwa lazima kuwe na kiunganishi. Mungu alikuwa na mahusiano na makuhani, ambapo sasa wanadamu wanamfikia Mungu kupitia makuhani, kupitia manabii, hao waamuzi. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatumia hao kama viunganishi kati ya mwanadamu na yeye Mungu. Lakini baada ya Yesu kufa, tukiangalia katika kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 51 na 50. Tuanze na mstari wa 50. Inasema kwamba naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake, na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya pazia la hekalu kuchanika kutangia juu mpaka chini, maana yake ni kwamba hapo kulikuwa sasa kuna kitu kina shift katika ulimwengu wa roho. Maana yake kwamba tunatoka kwenye kiunganishi cha mwanadamu Mungu, tunatoka kwenye kiunganishi cha mwanadamu Yesu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5, anasema kwamba kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 anatuwekea vizuri kwamba sasa kiunganishi cha mwanadamu na Mungu ni Yesu tu. Shida wakati mwingine ni kwamba kuna watumishi ambao wanawafanya watu kuwa wanafunzi wao badala ya kuwafanya waamini kuwa wanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu Kristo hafungwi na mtumishi wa Mungu, hafungwi na kanisa, hafungwi na dhehebu, hafungwi na imani na mafundisho ya kidunia, anafungwa na Kristo. Ndio maana mahali popote pale, as long as Kristo kweli anahubiriwa, atakuwa huru kushiriki, atakuwa huru kuabudu, atakuwa huru kufanya jambo lolote lile la kimungu mahali hapo, kuchangia, kusapoti kila kitu. Atakuwa huru kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni mwanafunzi wa Yesu, sio mwanafunzi wa mchungaji fulani au mtumishi fulani au wa kanisa fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii huwa inapelekea baadhi ya waamini kuwa dormant, kutokutaka kukua na kuongezeka kiroho pia. Yaani wanakuwa dormant, wanakuwa ni wachanga. Wanakuta kwamba muamini amekaa miaka zaidi ya 10 kwenye wokovu, lakini hakuna badiliko lolote. Bado kaugonjwa kidogo tu anataka aombewe na mtu. Bado kachangamoto kadogo tu anataka aombewe. Pepo limelipuka anataka ampigie simu, mtumishi, pepo limelipuka hapa, njoo tuombee. Umekaa kwenye wokovu miaka mingi. Kwa nini usiwe na mahusiano imara na Yesu Kristo? Hiyo ni ishara kwamba pengine maisha yako ya sirini hayako vizuri, kwa sababu maisha yako ya sirini yasipokuwa vizuri, huwezi kuwa na uwezo wa kukemea pepo, kutoa pepo, unless otherwise utaishia kuaibishwa kama wana wasikia ambao walivuliwa nguo na mapepo wakakimbia uchi. Kwa sababu mapepo wakamwambia, Paulo tunamjua, na Yesu ambaye anahubiriwa na Paulo tunamjua, lakini ninyi ni akina nani? Kwa sababu gani? Wakiangalia Yesu yumo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, wewe mtumishi wa Mungu, ili uweze kukua, ni lazima ukubali, ifike point. Ni kweli hii hapa haikufanyi uache kwenda ibadani,
haikufanyi uache kuwa na mchungaji au viongozi wa kiroho, haikufanyi uache kuwa nao, ila lazima, licha kwamba unakuwa na viongozi wa kiroho, lazima mahusiano yako yawe direct na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watakuwa wanaendelea kukufundisha namna ya kukaa zaidi karibu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuwa nakufundisha namna ambavyo Yesu anataka ufanye, ili wewe mahusiano yako yazidi kuimarika na Yesu. Kumbe lengo sasa la mtumishi mzuri wa Mungu ni kuyaimarisha mahusiano yako wewe na Yesu, kwamba ifike point uwe na uwezo wa kujisomea Biblia yako na kuielewa, uwe na uwezo wa kujiombea na kuwaombea watu wengine, uwe na uwezo wa kutoa pepo, uwe na uwezo wa kuponya magonjwa, uwe na uwezo wa kufanya ishara na miujiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu alisema ishara hizi zitaambatana na waaminio. Hakusema ishara hizi zitaambatana na mitume, sijui manabii. Hakusema hivyo. Hakusema ishara hizi zitaambatana na wachungaji. Alisema na wote wanaoliamini jina lake, ishara hizo zitaambatana nao. Kwa hiyo kumbe wewe hivyo vitu havidhihiriki kwa sababu hauna mahusiano na Yesu. Mahusiano yako wewe na Mungu bado yapo kupitia mchungaji. Ndio maana ukiwa na kashida kote kale, lazima umwambie mchungaji. Lakini Yesu alipokuja kupitia kufa kwake msalabani, ameshatuweka kwenye position ambayo sisi tuna mahusiano direct na Mungu. Tunaweza kuongea direct na Mungu kutokea popote ulipo. Uwe nyumbani kwako unaweza kuongea na Mungu, uwe kazini kwako unaweza kuongea na Mungu, uwe kwenye gari barabarani, uwe angani kwenye ndege, mahali popote pale, ndani ya maji, unaweza kuongea na Mungu direct. Kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaimarisha mahusiano yako na Yesu Kristo. Na mtu yoyote ambaye ameimarisha mahusiano yake na Yesu Kristo hawezi kuyumbishwa na kitu chochote kile. Hawezi kuyumbishwa na kitu chochote. Kuna watu ambao wanaacha wokovu kwa sababu mchungaji amefeli, mchungaji ameanguka, mchungaji ametenda dhambi, wanaamua kuacha wokovu. Kuna watu ambao wanaacha wokovu kwa sababu amegombana na mshirika mwenzie, eti kwa sababu eti mimi na wewe tunaabudu, tumegombana, basi mimi ndio nimwache Yesu, niache kuabudu kwa sababu hiyo. Ina make sense? Unagundua kabisa kwamba hapa huyu mtu hana mahusiano na Yesu. Kwa sababu mtu mwenye mahusiano na Yesu anamtazama Yesu. Kama Yesu amekukosea, ndio umalizane na Yesu. Umwambie Yesu, mimi sitaki kwa sababu umenikosea, lakini eti sio kwa sababu mtu fulani amekukosea kwenye kanisa, kwenye mahali popote, kwa sababu ati ameokoka ndio umwache Yesu. Sijui ni upumbavu au ni ujinga au ni zaidi ya upumbavu na ujinga au tuhitaji. Mtu wa Mungu, jenga mahusiano yako na Yesu. Hakikisha kwamba umejiimarisha vizuri na Yesu, ili pasiwe na jambo lolote la kukutikisha wala la kuondoa wala kuharibu mahusiano yako. Mbarikiwa sana, uwe na wakati mwema.